بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. tulimalizia katika darsa iliyopita mubeti wa 60 katika المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله. na ule ulikuwa ni kama utangulizi ambao an-Nadhim rahimahullah amezungumzia zaidi juu ya fadhila za yule aliyebeba ilmu ya sheria na yule mwenye kuitafuta ilmu ya sheria. na leo biidhnillah ta'ala tutaanza kusoma sehemu ya pili katika manzuma hii, nubdhatun fi wasiyati talib alilm. sehemu hii tutaanza na ubeti wa 61. بدأ الناظم رحمه الله بذكر هذه النبذة الطيبة المشتملة على جملة من الوصايا لطالب العلم، فقال: نبذة في وصية طالب العلم. أميانز الناظم رحمه الله kutaja nubdha, kidokezo kizuri kilichokusanya ndani yake jumla ya nyasia ambazo au siwa nazo talib ilm. akaweka sehemu hii kichwa chake nubdhatun fi wasiyati talib ilm، أي ما يوصى به طالب العلم من الآداب والأخلاق التي هي عنوان فلاحه وسعادته. kile anachohusiwa mwanafunzi talib alilm katika adabu na tabia njema, vyote hivi ambavyo ndio kiini cha kufaulu kwake na kufuzu. وإذا لم يكن طالب العلم متحليا بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة لا ينال ثمرة العلم. na ikiwa mwanafunzi hatajipamba na tabia hizi nzuri na adabu hizi tukufu, hawezi kupata matunda ya ilmu. قال رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. يا طالب العلم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. بدأ هذه النبذة الطيبة بهذا النداء اللطيف: يا طالب العلم. ameanza kidokezo hiki kizuri kwa kuanza na kunadi kwa maneno ya upole na mazuri: يا طالب العلم، أي يا من أكرمك الله عز وجل ومن عليك باللحاق بهذا الركب الطيب المبارك.
ewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekukirimu na kukuneemesha na kukupa fadhila ya kuungana na msafara mzuri huu ulio na baraka, wayassara laka an takuna min ahli alilmi wa tullabihi, kakufanyia wepesi uwe katika wenye elimu na wanafunzi wa ilmu. قاصدا بهذا النداء التنبيه إلى ما يقتضيه هذا الانتساب من حقوق وآداب وواجبات تلزم كل سالك هذا المسلك المبارك. makusudio ya wito huu ni kumtanabahisha huyu mwanafunzi kwa yale yaliyomo katika jina tukufu hili ya talib alilmi. Ndani yake muna haki, muna adab, muna mambo ya wajib yanayomlazimu kila anayeshikamana na njia hii. Maadamu umeamua wewe kuifuata njia ya kutafuta ilmu, basi kuna haki zake, kuna adabu zake. Tanabahi, uzisikilize vizuri, ujipambe nazo. وقوله لا تبغي به بدلا أي لا تبغي بالعلم بدلا آخر. usitake badala ya hii ilmu, katafuta kingine kisichokuwa hii ilmu. falilmu afdalu matlubin, katika vyote vile vya duniani vinavyofuatwa hakuna kinachotakwa na watu kitukufu zaidi na bora kuliko nini? Ilmu. فالعلم أفضل مطلوب وأشرف أمر تشغل فيه الأنفاس. kibora kabisa ambacho mtu atajishughulisha nacho, atashughulisha umri wake nacho, ni kutafuta ilmu. فالعلم أفضل مطلوب وأشرف أمر تشغل فيه الأنفاس وتمضى فيه الأوقات. hakuna kilicho bora ambacho mtu atapitisha muda wake kama kutafuta ilmu ya sheria. فأنت في خير عظيم وفضل عميم. ewe mwanafunzi, wallahi uko katika khairi kubwa sana na fadhila kubwa sana uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. ويلمح بهذا إلى أن طالب العلم لا بد أن يمر عليه في حياته ما يشغله عن طلب العلم. وسمى حياته الدنيا، سواء في حياته ما يشغله عن طلب العلم. na hapa ni kama iwagusia kuwa katika maisha ya huyo talib alilm ni lazima kutatokea katikati mambo ambayo yatamshughulisha yeye kutokamana na kuendelea katika kutafuta ilmu, wayasrifuhu an tahsilihi, na mambo ambayo yatakayomshughulisha na kumuondoa kutokamana na kuipata ile ilmu na kuikusanya. fasawarifu kathiratun, vile vinavyomzuia mtu na kumshughulisha mtu kutokamana na kutafuta ilmu ni vingi mno. wasawadu adida, na vizuizi visiki vinavyomzuia mtu kutokamana kutafuta ilmu na kuipata ilmu ni vingi. ولا بد من مجاهدة النفس والاستمرار في طلب العلم والمداومة على تحصيله. hakuna budi, ni wajibu mtu kupigana na nafsi yake na kuendelea kuitafuta ilmu na kudumu katika kuitafuta ilmu. كلما ورد صارف أو عرض صاد
kila inapotokea na kuchipuka kizuizi kinachomzuia, awe atapigana na nafsi yake ili aendelee. faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalam, ay in madayta sabiran muhtasiban jaddan mujtahidan fil ilmi wa tahsilihi fuzta bi'a'zami ribhin wa akbari ghanimatin. Ikiwa utaendelea na kuwa na subra na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawajad, hauna machezo katika lengo lako hili, wajitahidi katika ilmu na kuipata, basi umefaulu kwa faida iliyo kubwa kabisa, na ghanima uliyopata ni kubwa mno. wa rabbil lawhi wal qalami, yuqsimu billahi jalla wa ala, apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa khassa al-lawha wal qalama bidhikri fi hadha al-qasam, na hapa amehusisha kutaja al-lawh kama bao na kalamu, kutaja katika kiapo chake, liannahuma zadu talib al-ilm. Mwanafunzi hana kingine ambacho kitamsaidia katika kutafuta ilmu yake isipokuwa kalamu yake na nini, na kitabu na daftari analoandikia. wala ghina li talib al-ilm 'an al-lawh wal-qalam, mwanafunzi haimkiniki akawa ametosheleka kutokamana na kalamu na kile anachokiandikia juu yake. Na lawh hapa leo tutasema nini? Daftari. La kushangaza, utapata baadhi ya wanafunzi wanaokwenda katika hilaq za ilmu na mkononi hakubeba kalamu wala daftari, enda tu kisikiliza kama ammi. Huwa si talib ilm. Talib ilm la yastaghni min al-lawh wal qalam, daima ni lazima awe na kalamu yake na daftari lake. Anapokaa darasani asikae sabahlalan, akaa tu hivi hivi kama mtu alikuja kujipumbaza na yale maneno anayosikia. Alhamdulillah, wako baadhi ya awam ambao wapenda kusikia ilmu, lakini si talib ilmu. Yuaje katika kikao cha ilmu asikiliza kisha yuenda zake. Kim talib ilmu ni lazima awe na kalamu yake na daftari lake. وذكر ربوبية الله جل وعلا للوح والقلم يتضمن تذكير طالب العلم باستشعار منة الله عليه أن يسر له أن يمسك الأوراق والأقلام ويسطر بها خير الكلام وخير الهدى. نهاب كتاجة ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wal-lawh, yani al-lawh al-mahfudh, na kalamu iliyoandika katika al-lawh al-mahfudh, na pia lawh ile anayoitumia mwanafunzi na kalamu. Allah ndiye Mola wake mlezi, ndiye muumba wa kila kitu, kwa hivyo yakusudiwa yote hapa ndani yake. Mnakumkumbusha mwanafunzi ahisi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake kuweza kuishika kalamu na karatasi kuandika. Hii ni neema. Kisha andika katika karatasi yake ile kwa kalamu yake maneno mazuri na uongofu uliombora zaidi. Wa illa kam minan nas man yahmiluna al-aqlama wal-awraq wa yaktubuna biha al-batila wal-dhalala wal-kufr wasadda an dinillah. La si hivyo, wangapi katika watu wameshika kalamu na karatasi na kile wanachokiandika katika nyaraka zao zile ni batil na upotofu na kufur, na kuwazuia watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku kuwa wewe waandika katika nyaraka zako uongofu na khairi. قال وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. وقدس العلم، التقديس التنزيه، أي نزه العلم عن كل ما لا يليق به
wama la yaliqu bitullabi, itakase elimu kutokamana na kila ambacho hakilingani na ilmu, yarhamkallah, au hakilingani na mwanafunzi wa ilmu. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحترم العلم، وأن يحترم كتب العلم، وأن يحترم حملة العلم. kujengea hayo tusema yampasa mwanafunzi awe ataiheshimu elimu na kuheshimu vitabu vya elimu. Talib alilm eti amemaliza darasa lile analisoma, kitabu chake ukikuta kwa muuza viazi karai, wakuta kitabu kimeandikwa jina la fulani, eti amepeleka kwa muuza viazi karai na bajia, amwambia haya, shika hii, mpe viazi vya 20. Wapo hao, hana ihtiram na vitabu vya ilmu wala hana ihtiram na ilmu. Mwanafunzi wa aina gani? Shika mrumbo wa vitabu vyake hivyo yuenda navyo kwa nani? Kwa muuza mboga mchicha. Basi hii wiki nzima nitakuwa nikichukua mboga bure. Wallahi bana, hana ihtiram na vitabu vya ilmu, wallahu musta'an. Kwa hivyo atakana viheshimu vitabu na aheshimu waliobeba ilmu. Mkuta baadhi ya wanafunzi akishajua kiasi fulani, khalas, kila mtu kwake chini ya miguu yake, adharau kila mtu. Hata yule mwalimu aliyemsomesha amdharau, hafai tena. Kwa nini? Ashajua. Ilikuwa kabla hapo hajajua, sasa ashajua. Pengine na mwalimu wake akaona upungufu fulani tu kidogo, basi na mwalimu gani yule bwana, kadha wa kadha, anza kuzungumza, yashafika, mashaallah. kwa hivyo awe na ihtiram. ولهذا جاء في الحديث ليس منا أو ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. si katika sisi ambaye hata muheshimu mkubwa wetu au kumuonea huruma na rahma mdogo wetu, wala si katika sisi asiyejua haki ya mjuzi mwana wa chuoni kati yetu sisi. Ikiwa humuheshimu aliye na elimu, basi mtume sana si katika sisi. Kwa hivyo ni wajibu kwa mwanafunzi awe atakuwa na ihtiram, aheshimu elimu, aheshimu vitabu vya ilmu. Na hapa kwa vitabu ndio penye mitihani. Tamkuta mtu kama wanavyosema baadhi salaf, la taj'al kitabaka buqan au sanduqan, usifanye kitabu chako ni kama tarumbeta. Unajua tarumbeta ile baragumu, kamkuta mtu akunja kitabu aita akikunja kile kitabu hivi, mwingine ukikunja akakitia mfuko wa nyuma, hasa akivaa suruali ile, wale wanaovaa suruali wale watu wa madrasa zile za kuvaa masuruali pantalon, madrasa ya dini wavaa suruali, akitia mfuko wa nyuma kile kitabu, kisha suruali ameshukisha nusu, akaliwa dunda yeye mwenyewe. Uenda kusoma nini? Nibeba kitabu cha tauhidi mzee hapa. Uenda kusoma ilmu, mbeba hapa. Mbeba nini? Tarumbeta. Kitabu amekikunja kabisa hivi. Au sunduqan, wako baadhi ya watu senti zake aziweka katikati ya vitabu tu, ndio sehemu ya kuweka senti zake pale, mpaka kile kitabu hufura namna hii, mpaka kikaharibika kile kitabu. Hii si heshima ya vitabu, si ihtiram. Kwa hivyo kitabu, utamwona mwanafunzi akisawasawa kile kitabu chake akishakinunua, akiweka kava mzuri, akiweka katika shakli nzuri, akitaka kuandika faida ajua namna ya kuandika. Pengine na karatasi ataandika kando, kisha ndo ataibandika ile faida kando, ama ataandika mwanzo wa kile kitabu kuna nafasi, ndio ataandika kuna faida safha kadha wa kadha.
ikiwa atakurekebisha kuna namna ya kurekebisha. Kuna mambo mingi sana ambayo atakana ajifunze mwalimu namna ya kuamilia mwanafunzi kuamiliana nini na vitabu vyake. وقوله في القول والفعل أي ليكن تقديسك للعلم ومعرفتك بقدره في أقوالك وأفعالك. kule kuitakasa na kuitukuza ilmu kwako wewe na kujua cheo chake kuonekane katika maneno yako na vitendo vyako. مشيرا بذلك إلى أن الآداب التي تراعى في حق العلم منها آداب قولية ومنها آداب فعلية، وسيأتي عند الناظم رحمه الله ذكر شيء منها. نهابا أي شريا الناظم رحمه الله kuwa katika adabu ambazo ni wajib kuzichunga katika haki ya hii ilmu. Miongoni mwake mna adabu za matamshi na mna adabu za vitendo, na insha Allah taala atataja hapa nadhim rahmatullahi alayhi baadhi ya adabu hizi. Qala wal adaba faltazimi. tazama hapa adabi kaja na fatha, maf'ulun bihi muqaddam. hii ni maf'ulun bihi iliyotangulizwa. ay iltazim biadabi talib alilm, lazimiana na adabu za mwanafunzi. hadha babun adhim, adabu za mwanafunzi huu ni mlango adhimu kubwa sana. afradahu ahlul ilmi bikitabatin nafi'a, wanavyuoni wametunga vitabu haswa katika kuzungumzia haya, musannafat mufida, wana musannafat zilizoandikwa zenye faida nyingi sana juu ya swala hili kwa sababu ya umuhimu wake na ukubwa wake. ثم قال رحمه الله واجهد بعزم قوي لا انثناء له لا يعلم المرء قدر العلم لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. واجهد بعزم قوي أي أبذل جهدك في طلب العلم بعزيمة قوية. jibidishe, jitahidi katika kutafuta ilmu kwa azma ya nguvu sana, uazimie maazimio ya nguvu. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. muomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabat katika jambo lako na akupe azima, uazimie jambo ambalo ni la khairi kwa nguvu. lan thinaa lahu ay la yakunu ma'a hadha al-azm al-qawi wal-jidd wal-ijtihad ma yuthnihi aw yud'ifuhu wa yaj'aluhu yatawana wa yaksalu wa yafturu. isiwe hii azma yenye nguvu na bidii na ijtihada uliyokuwa nayo isiwe itapatikana na kile kitakachoidhoofisha na kukufanya urudi nyuma na upatwe na uvivu na uchovu. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم أي لو أن المرء يعرف قدر العلم ومكانته وآثاره وثماره عليه في الدنيا والآخرة لم ينم. لو كما mtu atajua cheo cha ilmu na athari yake na matunda yake juu yake yeye anayetafuta ilmu hapa duniani na kesho akhira, asingelala. وليس المراد بعدم النوم أن لا ينام مطلقا إذ هذا غير ممكن. wala maana yake sio kuwa eti asilale kila siku macho tu, ili haliwezekani, ili haliwezekani. وإنما المراد أنه لا ينام إلا عند غلبة النوم عليه وشدة احتياجه له.
maana yake ni kuwa halali isipokuwa wakati anapozidiwa na usingizi na kuwa yuwa uhitaji tu ule usingizi. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi akijieleza katika kutafuta kwake ilmu asema ma nimtu ala jambi sanatayn, miaka 2 sijalala kwa ubavu wangu mfululizo. Ma nimtu illa wa ana qa'idun, sijalala isipokuwa mimi nimekaa hivi. Sio ghului, alikuwa yajua utamu wa ilmu na yajua kima cha ilmu na yajua ilmu fadhila yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo sisi ukapigwa na mafua tu basi, mafua tu. Mbona onekana alikuwa mafua nzidia maana jua mafua amenzidia, akapigwa kidogo tu na maradhi yoyote ambayo hayamuathiri katika kutafuta ilmu, utajiona moja kwa moja tushajipa nini udhuru na shughuli nyingi. Jambo dogo tulikampata mtu haonekani tena darasani, malaki akhi kidogo bwana mmeshughulishwa, lakini nitakuja inshallah. Akija kile kitabu alichokianza watu washamaliza, washaanza cha pili wako nusu, watu wasonga mbele. Aje bakbandika bakbandua, yopatapata hapati. Kisha hawa ndio wana tabu baadaye, tabu kabisa. Ajua maili matatu basi balaa chungu mzima. Wa kwanza kurukaruka katika mambo masaili ya ilmu. Kwa hivyo iwe halali, yani asema lau kama angelikuwa mtu ajua kadri ya ilmu angelikuwa halali isipokuwa anapohitajia nini usingizi. لا ينام إلا عند غلبة النوم عليه وشدة احتياجه له، لا أنه ينام النوم المتواصل الطويل الذي يجلب له الفتور والكسل والخمول وضعف الذهن. sio yule mwenye kulala tu kila wakati, ukija wewe anlala tu. Si mimi talibu ilmu, sina kazi nyingine mimi, tafuta ilmu tu. Ndio kulala jamaa, alala mpaka ule usingizi wamletea uvivu, baada ya uvivu mpaka mwisho lile bongo lake fanya nini hulala. Mtu kulala sana huwa kichwa chake kizito pia, hashiki sababu wingi wa kulala. Yeye alala tu, yeye alala kila kipata wakati alala tu. Na wajua bana lazima kidogo wa fi jasadika alayka haqa, yajua hivi kuchukua nusus kuzipeleka mahali ambapo sipo. Wapo wanafunzi wa namna hii, yeye kulala tu. Darasani ulikuwa wapi bwana? Kwa kidogo nina mafua ninalala, mashaallah. Kesho leo kidogo nina mafua pia ninalala, kesho basi leo pia kidogo nina mafua. Wewe uishi hulala tu popo, hata popo alali hivyo. Usiku hangaika katafuta riziki yake, kini hunginginia tu alala tu, wakati wote alala tu. Wako baadhi ya wanafunzi mpaka sura yake mfanana na kulala, kimwona sura yake hiyo usingizi daima yualala. Na watu kama hawa ambao wamejizoesha kulalala mpaka kushika kwake kuna uzito, yani kichwa kinakuwa kizito kushika. Na darasani kila akikaa kwenye darasa daima utamwona na nini ana usingizi, yeye adona tu kama kuku, yodona tu akiwa darasani, adona tu. Shekhe tumfikia wapi hapa? Samani shekhe nilikuwa ninalala kidogo, nimepitikiwa nini. Kwa nini? Jana usiku sikulala bana. Wewe hukulala? Na ni uongo tu, walala tu usiku na mchana. Na hawa watu tushawaona watu aina hii katika talab al-ilm wapo, yani nafasi ndogo tu wapate piga usingizi. Huyu hajajua kadri ya nini ya ilmu, hajajua cheo cha ilmu. Kulala ya akhi si kazi ya binadamu sana kulala. Mtu yulala anapohitaji usingizi basi, na akishapata na kailula yake robo saa dakika 20 yamtosha. Alhamdulillah, neema. Kuna mambo mingi ya maana ya mtu kujishughulisha nayo.
kuliko kutegemea katika nini? Usingizi. Kwa hivyo ikiwa tupo pia katika sisi ambao tunao tabia hiyo, tuondoe hiyo tabia. Lala tu lala. Jisali zima waweza kuhifadhi safha nzima ya Qur'an, wewe lala. Ama waweza kuhifadhi beti 4-5 za mashairi, wewe lala tu. Ama hadithi 2-3-4, hadithi mpaka 5 waweza kuhifadhi kwenye jisali moja, wewe ulala tu. Ulala tu. Salala. Basi usingizi huo usoisha. Usiku umelala alhamdulillah. Ama kama na talib ilmu hata siku moja amki qiyamul layl, hata kuswali rak'a moja ya witri pia amki, yeye walala hana tofauti na ammi kabisa. Yalla salatu al-fajr ipate kwa jamaa, yalla. Ama salatu al-fajr pia atakachooni yeye hivi na hivi, ukishtuka ankosa rak'a moja, akishtuka amekosa jamaa. Huyu ni yule ambaye yaje msikitini. Huu ni upungufu mkubwa sana huko kwa baadhi yetu sisi wanafunzi. Kwa hivyo watu wajirekebishe. Kukosa darasa kijinga usikubali. Usikubali. Kwa siku wapitwa kila siku wewe, kwa mfano unapitwa na darasa 2-3. Zinkupi na wewe wafanya nini sasa? Kila siku. Hebu kwa mfano mtu akwambia lakini mimi nitachukua zile audio alafu nitasikiliza. Basi ya nini mwalimu kuweka darasa msikitini? Afadhali ende chumbani akajirekodi kisha watupie audio msikilize, sio? Kama hakadha yutlab alilm. Wako watu wa kusikiliza, hawezi kufika pale mahali. Lakini wewe upo, tuseme kwa mfano, waishi katika karibu na msikiti, ni talib ilm. Kisha juu yake sema hakuna neno, mimi nitazipata alafu nitasikiliza. Ngapi? Ikiwa ukupata muda wa kukaa kwenye darasa na kusikiliza, ni ngumu sana kukaa ukasema eti wasikiliza. Na si sawa na mtu kuhudhuria ile baraka atakayoipata pale, na mengi yaweza kuuliza. Allahu musta'an. ولهذا كان العلم الذي هو الشغل الشاغل للسلف يقطع عليهم نومهم كلما استذكروا شيئا من مسائله. تزama kwa sababu hii ilmu ambayo ndio ilikuwa shughuli kubwa ya salafu salih, ilikuwa ikiwakatia usingizi wao kila wanapokumbuka chochote katika masaili ya ilmu. Jaa fi tarjamati al-Imam al-Bukhari rahimahullah annahu kana yastayqidhu fi al-laylati al-wahida akthara min marra. Tarjama al-Imam al-Bukhari, alikuwa kiamka kila usiku zaidi ya mara moja. Fayuqidu as-siraj ويكتب الفائدة تمر على خاطره ثم ينام. Amka awashata kisha andika faida inayopita katika akili yake na imempita katika fikra zake, kumbuka faida fulani, amka iandika kisha iwazima ile taa kisha yarudi kulala. Hakadha. قال محمد بن حاتم الوراق كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض. أبو عبد الله يعني البخاري محمد بن حاتم الوراق asema alikuwa Abu Abdullah al-Bukhari nikiwa naye katika safari, tukiwa pamoja tumeshukia nyumba moja, isipokuwa katika zama za joto sana. Yani tunaposhukia katika nyumba moja, fakuntu arahu yaqumu fi al-laylati al-wahida 15 marra ila 20 marra. Alikuwa akiamka katika usiku mmoja mara 15 mpaka 20. ماذا يفعل البخاري؟ ماذا يفعل هذا الرجل؟ في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج. kwa mfano kibiriti, leo tuita kibiriti, awasha moto kwa mkono wake, yani awasha taa, ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. Tuwazile hadith, aandika ile faida kisha iwarudi kwa kichwa chake iwalala. Mara huyo amka tena kurupuka nini tena bwana, aandika faida iwalala, andika faida kila usiku mara 15 mpaka 20. Amka. Sisi kila usiku twalala usiku mpaka alfajiri.
yalla tukiamka alfajiri kila usiku. Kisha mtu akwambia qala al-Bukhari, lakini ana aqulu man anta, skut sakitin, skut ahsan lak skut, bora unyamaze uhifadhike zile aibu tulizokuwa nazo. wallahu almusta'an. وقد قال الله في وصف أهل الإيمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. hii ndio wasifu wa ahli iman, au huu ndio wasifu wa iman, kuwa mbavu zao huacha matandiko yao. yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Sasa ikiwa talib ilm hata jipamba na sifa kama hii, nani mwingine ajipambe na sifa kama hii? Haya yote ni ukumbusho kwetu sisi kama wanafunzi kujipamba na akhlaq na adab na tabia za tulab alilm, wala isiwe ni mtu kusoma kulimbikiza ilmu na haitendei kazi, hakuna faida. wallahi wakusanya hujja ambao utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hatuitendei kazi ilmu. walala tu saa 11 ndio yuamka alfajiri, na usiku usifikirie ati alifanya mudhakara. Labda pengine kama yuko mahali story, sasa zungumze mazungumzo sio na maana, yule asema yule afanye yule, lakini sisi tunaona yule hivi yule vile. Masaa watu wapoteza umri wao katika haya hapo. Kwa wanafunzi watu wapoteza umri wao katika mambo yasiokuwa na maana. Saa ngapi hivi? Shafika saa 7 hivi. Tulaleni hapo katika sehemu ambapo pengine wamekusanyika wanafunzi wako boarding, ndio walala. Kuna kuamka tena usiku hapo, kuna tena kuamka usiku. Akiamshwa alfajiri mpaka pigwa na mwenzake, bwana muda ushafika wa swala, amka yuenda kuswali. Baada ya swala pengine kuna darasa. Sasa hapo hiyo hisi nini? Usingizi. Kwa hivyo ile darasa ishafanya nini? Ishampita. Huyo haonekani darasani. Alala, kunani? Nilikuwa ninachoka. Unchoka unkesha wafanya nini? Tafuta ilmu? La. Asinzia ikiwa atakaa kwenye ile darasa. Kwenda nkala lale darasa ya dhuhuri kwa mfano, baada dhuhuri amkuta mtu akwambia nitachelewa kupata wabulghatun. Anambia wabulghatun, ajua ya mashaallah wabulghatun. Nakwambia maneno wanaoviona nini ayatia mahali simo, yani wabulghatun huyo yenda kufuata kula. Darasa ya dhuhuri bwana ukuaya wajua nikichelewa alafu nitachelewa. Utachelewa kufanya nini? Afiki yeye usingizi na kula basi. Usi mwanafunzi shakula ameshiba vizuri kabisa, saa 8 apiga lunch lula. Maana yake hakuna tena kailula, ni lunch lula hiyo yake special. Alale mpaka alasiri. Alasiri atakwenda kula mbatata, viazi vya karai na bajia zafanywa na mama ntilie barabarani pale, atoke ende akale. Kuna darasa bwana kidogo ninapata wabulghatun. Unajua bila wabulghatun mambo haendi tena, na bulgha ya wabulghatun. Huyu lini atatafuta ilmu? Baina al-maghrib wal isha pia ni vituko. Labda akifika ni nusu saa baada ya darasa ama kasorobo swala itasimamishwa, mtu ndio yafika. Ahakadha yutlabu al-ilm? La wallah. Kwa hivyo watu wajitizame. Haya mambo nayazungumza umuman, yapo mahali pingi sana, yapo sehemu nyingi. Hata nakumbuka tulivyokuwa tukisoma Damaji Yaman, walikuwepo watu tuwajua ashabu shahi, tuwaita watu wa chai. Yeye kila mara ni chai tu, chai ya nahna, sijui chai ya tangawizi, sijui chai ya nini. Akikwambia wewe karibu bwana chai, ukimwambia bwana wallahi muda wa kunywa chai naona naupoteza mimi na mambo mengi ya kufanya. Wallahi mimi nakumbuka watu wakituambia sisi, ajifanya yeye ana time,
mashaallah wewe una muda wewe sina muda kweli si mzaha sina muda wa kukaa hapo kunywa chai na tukawaona baadaye hao watu wa chai tukawaona baadaye natija yake ikawa nini kuna wengine wanakuwa wauzaji nguo sio wapi kwenye supermarket sio wengine kufi kila mmoja na yake waliokuwa wakiwafanyia istihza wenzao wanapotafuta ilmu wala usijishughulishe na watu kama hao dhayain lilawqat mabahalulu kama hao usijishughulishe na wao mtu ambaye hajielewi hajui anachokifanya achana na wao semaje makalulu ukimwona mtu kalulu weka mbali na yeye mtu kama usikae naye kabisa sababu atapoteza umri wako hutatafuta ilmu والله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك